majina ninaitwa Bishop Kennedy John Watapa, ni askofu na mwangalizi wa kanisa la Niles Gospel Assembly kanda ya kati, na ni mchungaji kiongozi katika kanisa ambalo naliongoza ambalo linaitwa Niles Gospel Assembly ambalo linapatikana hapo Dodoma mjini maeneo ya Ilazo. Ni lini hasa uligundua kuwa una wito wa kuwa mchungaji, na mwanzo ulikuwaje na sura gani? Niliweza kugundua kwamba nimeitwa na Bwana kwa ajili ya kazi yake ya utumishi. Ilikuwa ni mwaka 2007. Kipindi hicho nilikuwa nimefikiria kwenda kuishi South Africa, na nikawa nimefanya maandalizi kwamba nimeanza safari kuelekea South Africa. Sasa nilipofika katika nchi ile ya Mozambiki, maeneo ya Nampula, ndipo Bwana ule usiku mmoja Bwana akanisemesha kwa habari ya kwamba sitakiwi kuendelea na safari yangu kuelekea South Africa, kwa natakiwa nirudi Tanzania, na amekusudia kunitumia kwa kazi hii ya uchungaji. Kwa hiyo ilikuwa ni sauti ambayo ilikuja kwa uzito sana, na nikashindwa kujizuia. Kwa hiyo nikajikuta kwamba ninaahirisha kuendelea na safari yangu kuelekea South Africa. Kwa hiyo pale nikachukua basi kwa ajili ya kuanza kurudi Tanzania. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa mwanzo wa wito wangu, na nilipokuja Tanzania ghafla kwa neema ya Bwana nikapewa maelekezo ya kuanza huduma, basi nikaanza. Moja kati ya makanisa yanayokuwa kwa kasi katika jiji la Dodoma kwa nyakati hizi, mojawapo ni kanisa unaloliongoza. Je, nini siri ya mafanikio ya ukuaji huo? Nashukuru pia kusikia kwamba kanisa ambalo naliongoza linakuwa kwa kasi kati ya makanisa ambayo yanakuwa kwa kasi katika mji wa Dodoma. Kiukweli ni neema ya Mungu peke yake, kwa sababu Mungu ambaye ametuita kumtumikia, yeye ndio mwezeshaji wa kila jambo. Anapokuita anakuwa anaachilia neema juu yako ambayo itakuwezesha kuweza kutimiza makusudi ya kuitwa kwako. Lakini kwa kuongezea, kitu ambacho mchungaji anatakiwa awe nacho katika wito ambao ameitwa, na hasa wito wa utumishi, ni ile commitment. Mchungaji anatakiwa awe na kitu kinachoitwa commitment na Mungu aliyemwita. Haitakiwi ubabaishaji. Maadamu umetambua kwamba umeitwa na Mungu, kwa lazima uwe na commitment, kwa maana ya nidhamu ya kiroho. Mambo yote ambayo yanahusiana na nidhamu ya kiroho lazima uyafuate. Nje ya hapo utajikuta kwamba unakwama. Kwa hiyo moja ya siri ya kufanikiwa kwangu ni kujitoa na ile commitment yangu kwa Mungu. Nimewekeza maisha yangu yote kwa Mungu, nimechagua kukaa hapo, na Mungu ameendelea kuona ule uaminifu wangu kwake, ameendelea kunisaidia, ndio maana kazi yake inaendelea. Yes. Je, kuna wakati wowote uliogopa au kusita kukubali wito huu wa utumishi wa Mungu? Nashukuru pia ndugu mtangazaji kwa swali lako. Kiukweli kabisa, kuna kazi ngumu katika dunia hii kama kazi ya Mungu. Manake unamtumikia bosi au mkuu usiyemuona kwa macho, na kwa hiyo kwa msingi huo unapopata wito wa habari ya utumishi, lazima hofu ije, kwa sababu ukiangalia yule aliyekutuma kwa hiyo kazi sio mkurugenzi, kwa maana binadamu wa kawaida, sio mkuu wa wilaya, sio mbunge, sio waziri, sio rais wa nchi. Yeye ni Mungu, maanake ameumba mbingu na nchi. Sasa inahitaji nidhamu ya hali ya juu, kwa hiyo hofu haikwepeki. Lakini pia ndio maana ukifuatilia historia, watumishi wote wa Mungu wa kweli walipoitwa hawakuitika kirahisi au hawakukubali kirahisi, na moja ya kitu ambacho kimewasumbua ni hofu kwamba watawezaje kukamilisha misheni hizo. Ukimsoma Musa, wakati Mungu amemwita, alileta maswali mengi sana kwamba Bwana, mimi sistahili, mimi nina mapungufu kadha wa kadha, lakini Mungu akamwambia, Bwana wewe ndio unafaa. Akamtia moyo Musa, baadaye akajitia nguvu akaenda. Lakini baadaye pia Musa alipokuwa amemaliza misheni yake, akaja sasa akamwachia kijiti Yoshua. Naona Yoshua pia Mungu anampa maelekezo kwamba wewe ndiye utakayewalisha watu hawa kwenye hii safari ambayo imebaki, ambayo mtumishi wangu Musa ameishia njiani. Mungu amewekeza nguvu nyingi kumwasa mtumishi wake Yoshua kwamba asiogope. Nilikuwa na hofu kwamba nitawezaje kufanya kazi hii,
hasa nikiangalia watumishi wa Mungu wakubwa ambao wamefanikiwa. Sasa nikasema na mimi je, naweza nikafikia viwango vya namna hiyo? Hofu ilikuwepo sana, lakini nilipokubali ule wito, neema ya Mungu ikanishukia. Nikajikuta nilipoanza tu nikaona neema inakuwa nyingi. Ghafla nikajikuta naanza kuzoea, naanza kuwa na nguvu, naanza kusonga mbele. Nikajikuta naweza mpaka sasa miaka karibia 9 sasa tuko kwenye hii huduma, tunafanya vizuri, ile hofu haipo tena. Kwa hiyo mwanzoni kweli nilikuwa na hofu, lakini sasa hivi kwa neema ya Mungu hiyo hofu haipo tena. Namshukuru Mungu kwa hilo. Amen. Ni changamoto gani kubwa zaidi uliwahi kukutana nayo katika huduma na uliishindaje? Kwa kweli changamoto ni nyingi ambazo nimekutana nazo katika hii huduma na safari ya utumishi, lakini moja kubwa ambayo nilikutana nayo, unajua mimi niliitwa nikiwa kijana mdogo sana, kwenye miaka 30 hapo. Sasa changamoto ni kwamba unapojaribu kuwaelekeza watu kwa habari ya Mungu, wakikuangalia na hali ya ujana na nini, wakaona sasa wana maswali mengi sana. Kwa hiyo ile changamoto kubwa ni ile kuaminika kwa watu kama wewe kweli ni mtumishi wa Mungu. Maana ukizingatia nyakati za leo, kwenye kazi ya Mungu utapeli ni mwingi, changamoto kama hizo ni nyingi. Watumishi wanajiita kwamba wanasema wameitwa, lakini kimsingi hawajaitwa. Kwa hiyo moja ya changamoto ambayo kutana nayo ni ile hali ya kuaminika katika jamii kwamba ni mtumishi wa Mungu kweli au ni miongoni mwa wale watumishi wa Mungu matapeli na kadhalika. Kwa hiyo kwa neema ya Bwana nikazidi kumwomba Mungu. Baadaye nikaona watu wananielewa, na hasa moja ya kitu kikubwa ambacho Mungu mimi amenipa kwenye huduma ambayo naifanya ni huduma ya deliverance, fungua watu, maombezi na kadhalika. Kwa hiyo kiwango kile ambacho Mungu amenijalia cha kiwango cha hali ya juu cha kuponya watu, kufungua watu na kadhalika, watu walipoona hiyo wakaendelea kuamini kwamba huyu kweli ni mtumishi wa Mungu, hebu tumfuate na vitu vya namna hiyo. Lakini pia hata lile fundisho ambalo nilikuwa nalitoa lilikuwa ni fundisho ambalo limenyooka, watu wakinisikiliza wananielewa, sema kweli huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwa changamoto kubwa ni jamii kukupokea, kukuelewa, na hasa katika hali ya ujana ambao tumekuwa nao. Lakini kwa neema ya Mungu, mara baada ya maombi na kumsihi Bwana, ghafla tukajikuta kwamba watu wanatuelewa sasa hivi. Dodoma hapa tunaeleweka, Tanzania tunaeleweka, na kimataifa pia tunaeleweka. Tunaitwa kwenye mikutano mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Hii ni kuashiria kwamba Bwana ametupa kuaminika kwa jamii ambayo imetuzunguka. Unawaahidi nini Watanzania na watu unaowahudumia kiroho ulimwenguni kote? Moja ya ahadi kubwa ambayo naweza nikawaahidi wa Tanzania, marafiki zangu ambao wananifuatilia ulimwenguni kote, lakini zaidi sana kanisa ambalo naliongoza, kimsingi ninawaahidi utumishi uliotukuka, kwa sababu mimi kwa neema ya Bwana nimejitambua kwamba moja ya kusudi kubwa la kuumbwa kwangu ni kumtumikia Mungu. Kwa hiyo sitegemei kuwekeza nguvu zangu katika shughuli zingine zozote zile zaidi ya utumishi. Kwa hiyo nitahakikisha kwamba ninapambana kwa kadri Mungu atakavyonijalia kuhakikisha kwamba ninawatumikia marafiki zangu, wananchi wa taifa langu la Tanzania, lakini pia marafiki zangu wa mataifa mbalimbali wanaonifuatilia. Ninawaahidi utumishi uliotukuka. Wategemee kumwona Mungu kwa viwango vikubwa zaidi, wategemee kuona mambo makubwa zaidi, kwa sababu maandiko yanasema tunatoka utukufu hata utukufu. Kwa hiyo wajiandae kwa makubwa zaidi ya kimungu kwenye maisha yao. Kwa moja ya ahadi ambayo naweza nikaitoa kwa watumishi wa Mungu ambao nimepata neema ya kuwaongoza na wale ambao wananifuatilia maeneo mbalimbali ni utumishi wa viwango, utumishi uliotukuka. Kwa hiyo watamwona Mungu sawasawa na kusudi la kuumbwa kwangu. Kwa hiyo ndicho ambacho naweza nikawaahidi Tanzania na kanisa na watu ambao wananifuatilia maeneo mbalimbali. Hiyo ndo nadhiri yangu. Kwa neema uliopata kuongeza mwaka mwingine na hata leo tunasherehekea kumbukizi ya kuzaliwa kwako, je, kuna neno gani la shukrani kwa Mungu na kanisa kwa ujumla? Kwa kweli katika dunia hii kama kuna watu ambao
wana sababu za kutosha kumshukuru Mungu, mimi ni miongoni mwao, mimi ni mmoja wao. Kama sitokuwa na shukurani kwa Mungu kwa kile ambacho amenifanyia, nitakuwa sijielewi. Kwa hiyo kulingana na swali lako, kimsingi nimejaa shukrani za kutosha sana kwa Mungu wa mbingu na nchi, ambaye ameniamini kwa nyakati hizi mimi kuwa mtumishi wake, kuwa balozi wake katika dunia hii kwa nyakati tulizo nazo. Kwa hiyo tangu nimeanza safari yangu ya huduma miaka kadhaa iliyopita mpaka sasa, nimeona neema kubwa, nimeona vitu vingi ambavyo Bwana amevifanya kwenye maisha yangu. Ameniamini kuchunga watoto wake, roho ambazo yeye ameziumba, na watu wao wamenielewa sana, na zaidi sana huduma ambayo ninaiongoza inazidi kukua kila siku. Kubwa la shukrani kwa Mungu, kwa sababu ninaamini kwamba pale ambako nimefikia sio uweza wangu, bali ni Mungu ndiye ambaye amenisaidia. Kwa hiyo hilo Mungu anafahamu, kwa sababu wa mara nyingi siwezi kuacha kumshukuru, lakini kwa sababu ya swali lako lazima niseme kwamba Mungu kwa sababu ameniwezesha, ninamshukuru sana. Unawashauri nini vijana ambao wanatamani kumtumikia Mungu kwenye nyakati hizi? Moja ya ushauri ambao naweza nikawapa vijana kwamba hii kazi ya Mungu ni kazi ambayo inahitaji commitment, kujitoa kikamilifu. Hii kazi ya Mungu ni kazi ambayo haihitaji michanganyo, haihitaji bambamba, ni kazi iliyonyooka. Kwa hiyo kama kweli umeitwa na Mungu, niseme tu kwamba neema ya Mungu ipo, itaweza kuwasaidia kutimiza malengo na maono mlionayo, lakini commitment ni moja ya mtaji mkubwa sana ambao utawasaidia kutimiza malengo ya wito wenu. Punguze zile emotional mambo ya miemko ya ujana na kadhalika, lakini pia majaribu ni mengi. Kwa hiyo kimsingi, ili uweze kufanikisha kazi hii ambayo umeitiwa na Mungu, unatakiwa uapply kanuni inaitwa full commitment kwa Mungu wako. Kaa hapo vizuri na Mungu wako, Mungu atakusaidia, achilia neema yake juu yako na utatimiza malengo ya kuitwa kwako. Acha michanganyo. Leo ni kumbukizi ya siku yako ya kuzaliwa. Toa neno moja kwa watu wanaokutazama kwa sasa. Watu wa Mungu, mtumishi wa Bwana, marafiki zangu ambao mmekuwa baraka kubwa kwenye maisha yangu ya kihuduma na kadhalika, kwa ujumla ninawapenda sana. Ninyi ni watu wa maana sana kwenye maisha yangu. Hivi nilivyo ni matokeo ya michango yenu mbalimbali kwenye maisha yangu. Kwa ninawapenda sana. Ninyi ni watu wa maana sana. Kwa sababu leo nimepata neema hii ya kusherehekea kumbukizi ya kuzaliwa kwangu, niseme tu neno moja kwamba happy birthday to me.